Nilimuonya nikamwambia ukifanya melody za mtu lazima yule mtu, inaweza kuwa ni lazima ni sio lazima, lakini yule mwenye zile melody akiwa amejali inatakiwa umuone cover. Nataka kusema alikopi idea na kila kitu kutoka kwako? Sio kila kitu, kuna baadhi ya vitu amekopi kwangu na akahamishia kwenye kazi yake. Sio kwamba kila kitu, sijasema kila kitu ya. Ushirika ukiwepo nyimbo itarudi. Hawajashiriki, yani tuseme hatujashirikiana kwa chochote, hatujakaa chini kwenye mazungumzo. Maana mimi nilimuita kabla hajatoa nyimbo njoo tuongee. Lakini akaweka jeuri, akakaa kimya, akapita kwenye interview akanijibu vya kunijibu. Ikabidi nimuonyeshe kama kweli amekopi nyimbo, nizilishe kama amekopi. Ndio maana ameona mpaka sasa hivi imepiga copyright. Bwana mpenzi mtazamaji wa Sabari TV, waligani leo another time again, nafurahi kuona huko mbele ya screen yako. Nafikiri unatazama vyema na umetugatch well. Na it's another time again, tupo na msanii wetu hapa na ana mengi ya kuongea mbele yako, na kwa baadhi ya wengine wanatakaga wamkumbuke zaidi. Utamjua mwenyewe bwana. Unajua wasanii wana majina mengi sana. Unaweza akawa na jina hili na jina hili, leo anakuja na jina jingine kama tulivyomuonaga jamaa fulani hapo nyuma. Mambo vipi bro? Niko poa. Mwaka huu umetembea na jina gani? Natembea na jina la kaka yao. Kaka yao. Afile la mwaka jana umeliacha? Mwaka jana si mtu anaongeza majina, mtu apunguzi majina, anaongeza majina juu ya mengine. Kwa hiyo tukiyataja matatu sasa hivi hapoje? Kuna yeye, Maldini, kaka yao, Mr. Polisi, vitu kama hivyo. Umebatizwa nalo hilo? Maana tumezoea Maldini tu ndo ambalo unaishi nalo siku zote. Sasa hivi ndo jipya. Sio jipya, ni nyongeza tu. Unaposikia nyongeza sina maana ni jipya hivyo, lakini ni jipya ila sio jipya. Haujabatizwa, umejibatiza mwenyewe. Ndio. Bwana, kuna faida gani ya mtu kwa mfano kujibadilisha majina kwa mfano? Faida kubwa mojawapo ni kwamba unapokuwa umefanya ukorofi huku kupitia jina fulani, ukirudi huku watu wanakuja kufanya fulani na ndoto fulani, ukuta usio yeye. Tayari. Unatafuta Maldini kumbe kaka yao huko bwana. Huyu hatumfahamu kwa jina hilo, tunamfahamu jina lake ni Elisha, sijui ni vitu kama hivyo. Kama nilikuwa nalijua mimi. Hivyo hivyo. Bwana, another time again tupo na brother Maldini hapa. Nafikiri umeshamsikia leo ametembea na jina la kaka yao. Acha tuishi nalo hilo hapo kwenye exclusive hii kali. Wakunitaga Mavatiko AM, nyuma kamera ni Maros OG. Kwa leo tunataka tuzungumzie ile upokeaji wa ngoma ya Piskali. Wengi wamejiuliza sana hii ngoma kwa nini imefutwa, ila chanzo leo ni Maldini. Na why amefanya kitu kama hicho? Kwa sababu yule pale ni mgeni na amekuja kuipresent ngoma yake huku ili watu wampokee kwa wema, lakini brother Maldini ameifanya kama kuipiga chini. Hivi ilikuwaje mpaka ikawa hivyo? Imekuwaje mpaka ikawa hivyo? Sipo kama ukifuatilia interview yangu ya ambayo nilifanya before, nilimuonya nikamwambia ukifanya melody za mtu lazima yule mtu, inaweza kuwa ni lazima ni sio lazima, lakini yule mwenye zile melody akiwa amejali inatakiwa umuone cover. Kwa sasa kama hujaonana na yule mtu, yule ambaye amekwambia muonane naye au muhusika ana uwezo wa kuchukua maamuzi anayotaka yeye, kwa sababu uhalisia anaujua yeye na anajua nini anakifanya na uhakika kwamba kile kitu kinafanana kitu chake anao. Kwa hiyo ana haki ya kufanya kile ambacho anajisikia kufanya. Wanasemaga kwenye usanaa wasanii wao wanabebana. Sasa imekuwaje utofauti kati yako wewe na jamaa Jaydala? Wasanii wanabebana wakati wa maslahi. Huwezi kufanya kazi ya usanii afu kategemea kwamba wewe tu mtu akubeba wenzako au wewe daraja na hakuna maslahi. Maslahi ndio anafanya mtu anakuwa msanii. Utaimba tu kwa sababu ya niimbe tu nisikike. Uimbe na upate chochote. Kwa maslahi ndio anafanya mtu anafika kwenye level ya kubeba mtu mwingine. Sio tu unabebana kinyembela nyuma tu nambeba. Ukimbeba mwisho wa siku tu akiwa mkubwa utataka hela. Kwa hakuna kubebana tu kwamba unafikiria wewe eti kubebana tu bure. Kubebana ni inaomba makubaliano na ni hela ndio zinatumikaga. Kwa nataka kusema alikopi idea na kila kitu kutoka kwako? Sio kila kitu, kuna baadhi ya vitu amekopi kwangu na akahamishia kwenye kazi yake. Sio kwamba kila kitu, sijasema kila kitu ya. Hauoni kama inaweza ikaleta sifa mbaya pale ambako unakuta ni mtu ambaye ametoka sehemu ya mbali na ametumia gharama nyingi sana, na kwenye sanaa angetegemea labda mngempokea kama ndugu jamaa na marafiki, na mmeenda kumpiga copyright pale YouTube? Hata mpaka sasa hivi ili nipige tu copyright bado ni ndugu yangu, maana nimemheshimu. Maana ningesema nifanye vya kufanya vingine ingekuwa ni chuki zaidi, lakini kama nimestopisha wimbo wake nilitaka aje tuzungumze. Uongozi wake uje tuzungumze na uongozi wangu wazungumze, wakimalizana nyimbo yake itarudi, lakini wasipoelewana inabaki vile vile inafutika. Kwa hiyo kwenye hayo yote ushirika ulikuwepo katika uongozi wako na uongozi wake mwenyewe? Ushirika ukiwepo nyimbo itarudi. Hawajashiriki, yani tuseme hatujashirikiana kwa chochote, hatujakaa chini kwenye mazungumzo. Maana mimi nilimuita kabla hajatoa nyimbo njoo tuongee. Lakini akaweka jeuri, akakaa kimya, akapita kwenye interview akanijibu vya kunijibu. Ikabidi nimuonyeshe kama kweli amekopi nyimbo, nizilishe kama amekopi.
Ndio maana nimeona mpaka sasa hivi imepiga kwa Pride. Kuna faida gani labda ikitokea sasa hivi Jidala haja kutafuta mpaka sasa hivi na kakaa kimya na katafuta ngoma kali zaidi ya ile na ikahit sana? Fresh, nitampongeza. Nitampongeza. Utakuwa kwenye hali gani ya muonekano wako na mapokeo? Nitampongeza, si ndo namaanisha nitampokea. Nitapokea nyimbo yake na kama itabidi kusaidia kushare, kufanya challenge pia nitamsaidia, maana mimi sina beef naye. Ni uongozi wako na uongozi wake ambao haujashikiana tu katika mambo kama hayo. Yeah. Kwa hiyo katika kufuta ile pale ngoma, wewe uongozi ulishirikiana na wewe? Ndio walifanya vya kwao, lakini pia walinipa feedback. Yeah. Kuna faida gani kati ya hiyo? Faida iliyopo, kuna faida nyingi. Maana unapokuwa na ukaribu na mtu ambao unamjua ni fulani, hizo ni faida mojawapo, maana atanisaidia kesho na mimi pia nitamsaidia kesho. Lakini mtu anapokuwa yuko mbali na wewe au amefanya kitu ambacho kinaendana na vitu vyako, alafu akashindwa kujiweka karibu yako. Maana mtu kama amefanya kitu chako lazima ule mtu awe na ukaribu na wewe. Lakini akifanya kwa jeuri kwamba huyu mtu nimefanya hivi na kwa sababu hana uwezo wa kufanya hivi, ngoja nimfanyie hivi kwa jeuri. Yes, unakuta kwamba ndio inafikaga hatua mtu anachukua maamuzi ambayo yako sawa. Kwa hiyo faida zangu mimi ni kutaka ule uwiano uwepo. Unajua ile ni mdogo wangu nini? Yes. Wanasema katika muziki wa Bembe to the World, wa Bembe mnasapotiana katika mambo mengi sana. Yeah, for right now ikitokea featuring na msanii anaitwa Jidala na ishatokea kitu kama hicho umekifanya hivyo na wewe ndio kama unamemhitaji. Wewe kama wewe ndio imetoka kwenye uongozi, wewe kama wewe utaipokeaje? Kawaida. Sio, ni kazi, tutaenda kikazi. Tutaenda kikazi, kama atahitaji nini kifanyike ili tufanye naye kazi tunafanya. Kama mimi ndo nitakuwa na uhitaji wa hicho ambacho yeye anataka ili afanye na mimi kazi, itakuwa ni hivyo, wataongea viongozi kwa viongozi, wanaelewana, tunafanya kazi. Kama hivyo. Lakini inatokeaga ile katika kuepana vipi ile katika sanaa inakuwa changamoto sana, inatokeaga. Hiyo inatokana na kutokuelewana kwa wasanii. Wasanii waga wana makundi, waga wanaelewana. Yaani tuseme tunaweza kuwa hata 100, lakini katika hiyo 100 kuna watu 2 tunaelewana upande wetu, 5 tunaelewana. Kwa anapokuwa sio wa rika langu lazima nimsumbue, ama mimi ninapokuwa sio wa rika lake au tuendani kinamna fulani, unakuta ananisumbua hivyo, maana tuendani sio jamaa yake, yani kiufupi mfano. Maana kwenye industry kuna ujamaa, kuna wale watu wanakuwa ni majamaa. Mimi na fulani waga tunaelewana sana, kitu chake ni kama cha kwangu, naweza kufika namtembelea, ananitembelea, tunajuliana hali nini. Tukiwa sehemu tumekutana sehemu tunakaa kama ndugu, vitu kama hivyo. Na kuna wengine hata mkikutana njiani tu fresh kama hivyo. Kuna jamaa mmoja anasemaga wasanii wakubwa waga wana tabia ya kudharau wasanii wadogo. Ipoje kwako katika industry sasa hivi ambao tunaitazama na watazamaji wanapoangalia kitu kama hichi? Mimi sio mkubwa bro. Mimi ni mkubwa kwa vile ambavyo nyinyi mnakariri kwamba nilifanya kazi kubwa, lakini sio mkubwa kivile ambao naweza sikafika hatua ya kukaa kimya kwenye masuala kama haya. Bado mimi pia najitafuta. Nataka niwe zaidi ya vile ambavyo walivyonijua. Lazima nijitafute, nimuelekeze kwa sababu yeye kama amekopi nyimbo yangu na wakati mimi sijafikia hatua ya kuanza kukopiwa kazi. Bado mimi mwenyewe najiona bado mdogo. Lazima afuate sheria za sanaa. Sheria za sanaa. Unaweza kutupa sheria 3 za sanaa katika watu kama sisi ambao hatujaijua hiyo sheria? Sheria ni nyingi kwenye sanaa, inadependi na sehemu ambapo nyinyi mpo. Unaweza kaa upo kiserikali, tupo aina hii lokoloko ambao si tupo. Kwenye aina yetu ya lokoloko, niweza nikatoa sheria kwanza, ukitaka kufanya kazi na mtu, cha kwanza unatakiwa muone yule mtu. Maana tuseme yuko JD, niko de uende tu studio, unaweza kurekodi vitu vyako ambavyo vinahusiana na mimi, mfano kunichafua nini, afu hujaniambia chochote. Inawezekana nikakukuta njiani nikakupiga, inawezekana nikakuta sehemu nikakustaki, nikafanya kitu chochote, lakini kama umefuata ule utaratibu kwamba huyu jamaa nimefanya kitu chake ambacho kinaendana naye, acha nifanye nini, nimfuate tuonane, ama hichi kitu kinaendana na kitu fulani, wacha tutengeneze kiende kiusawa sawa, ili hata kama hichi kitu kikitoka yule mtu anisaidie kufanya nini, kukipush. Hivyo tu. Sheria ya pili. Sheria ni nyingi hizo, unaniuliza sheria za nini mdogo wangu? Bwana wewe hapo alikuwa. Hakuna sheria zimetungwa hizo zote ambazo tunazitii. Isipokuwa ni ile mtu anatakiwa aelekeze mwingine pale ambapo kuna makosa tunarekebishana, lakini kisheria hapa hakuna sheria zinazofanya kazi sana kivile. Tuende kwenye vitu vyako personally. Wanasemaga msanii kuna kitu ambacho huaga kinambeba katika hankali yake. Wewe unajibeba na nini sasa hivi? Kiaje swali labda kidogo. Yani kitu ambacho kinabeba brand yako sasa hivi ya Madin. Kitu ambacho kinabeba brand yangu, kujua kuimba. Ndio. Unajifananishaje na watu ambao wanajua kuimba kama wewe? Jitofautisha pia. Najitofautisha kwa sababu nina upekee wangu wa melody zangu kama hizo Fixia dogo amepita nazo. Maana alivyoimba tu yeye,
watu wote walijua kwamba ameimba kama fulani, huyo fulani, huo tofauti ndo mimi najivunia, kwa sababu kama wasanii ni wengi na ameimba nyimbo na moja kwa moja kasi kwamba melody zinazopita nazo ni kama za fulani, na maana hapo kuna tofauti fulani tayari upo wa ladha yangu na ladha watu wengine. Okay. Na ndio ufanya watu wajue kama kweli amefanya kitu ambacho kinafanana cha fulani. Yeah. For right now Ebembe to the World natamani sana kuwa inapiga muziki yake nje kwa wasanii baadhi ambao tupo nao hapa. Wewe kama wewe ambao unasema ni msanii unajitafuta, umeipokeaje na watazamaji na mashabiki zako wanatamani kupokea kitu kama hicho kutoka kwako? Bembe ni nini? Bembe to the World? Bembe to the World. Bembe to the World ni kitu ambacho ni cha kawaida kwa wasanii wengine ambao wana ndoto ya kutangaza kibembe to the world. Na mimi sio kwamba ninapenda kutangaza kibembe tu. Mimi napenda kufanya mziki wa dunia nzima ambao ni wa lugha za kidunia, sio kibembe tu. Kwa hiyo nikisema kibembe tu, ina maana mimi nitakuwa naimba kibembe. Sasa sio hivyo. Mimi naimba lugha za kidunia ambazo nikiimba dunia ijue kwamba kuna msanii kaimba. Yes. Watazamaji hao watu ambao wanafanya Bembe to the World for right now wanakosea au wako right? Hawajakosea, maana wanatangaza uhalisia wao na tamaduni zao. Usishangae kuona mimi sio mbembe. Maana unauliza Bembe to the World, labda mimi sio mbembe ujui. Mimi sio mbembe. Na mtazamo wako wa kusema kufanya muziki kutoka nje sasa hivi, kutokea nje unafanya muziki yako nje outside na hapa camp. Watazamaji wanatamani kujua kitu kama hicho. Unaweza ukakifanya, watarajia kutoka kwako au la? Kufanya nyimbo nje ya hapa. Hicho si ni kitu cha kawaida na kila mtu anahitaji kupata hiyo support. Maana kutoka nje hapa ni support bro. Kwa hiyo nikipata nafasi nashukuru. Unawezaje kumnyanyua msanii ambaye ni mdogo na hajajitambua wala hajajipata kwenye muziki na unajua ana kipaji? Kumnyanyua, cha kwanza ni kumshauri, kumpa moyo pia na kumwelekeza baadhi ya vitu ambavyo labda hajui, maana bado hajajua chochote. Lazima umpe udogo, muziki unakuwa hivi. Ukiwa na tamaa, ukiwa mkosa adabu, ukiwa mlevi sana, ukiwa hivi, kuna vitu hautavitimiza kwenye sanaa yako. Kwa hiyo jitahidi kujaribu kufanya hivi, itakusaidia kama hivyo. Ikitokea sasa hivi right now kuna mtazamaji mmoja anayekutazama anatamani akutane na wewe, labda umsupport, umpandishe, umpeleke viral, unaweza ukaipokeaje? Itadependi na yeye anataka nini. Maana unaweza ukampeleka mtu anataka aende viral kwa matusi au kwa vitu vya utopolo ambavyo havina maana. Kwa njia gani labda? Sijaelewa. Maana kuna vitu tofauti ambavyo vinamfanya mtu aende viral. Kwenye sanaa ya uimbaji kama yako anatamani apite na wewe kwenye nyayo zako, yani tuseme njia zako. Inatakiwa afuate maelekezo. Si unajua maelekezo ya Pogo. Afuate maelekezo kama hivyo inawezekana. Mambo ya mkwanja nini? Sasa utafanyaje kazi bila hela? Si hela ndio inafanya mtu anafanya kazi. Au sio bwana? Wape neno la mwisho watazamaji wanaokutazama sasa hivi, wanatamani wasikie neno lolote kutoka kwako tofauti ambao tumekuuliza hapa. Na watazamaji wako na mashabiki zako pamoja na dada zetu na ndugu zetu mbalimbali ambao wanakutazama sasa hivi. Kwa wanaonitazama na wasionijua na wanaonijua, Madini hapa naongea. Nawapenda sana, mimi sina roho mbaya kama watu wanavyofikiria kutokana nilivyofuta nyimbo ya Dogo. Najua mnalaumu kwa sababu unaona kwenye kamera vimetokea vile kwenye video, lakini ukiangalia nje ya video labda kuna baadhi ya vitu ambavyo sisi tunafanya sisi kwa sisi ambavyo havipo mtandaoni. Kwa hiyo nyinyi mnaweza mkajaji kutokana na vile ambavyo mnaniona naongea kwenye TV, ama yeye pia ameongea, ama vile ambavyo nyimbo imefutwa, lakini nje ya hapo hakuna mnachokijua chochote. Kwa hiyo mtupe macho pale ambako mwafaka utafikia, mtapata majibu sahihi. Okay. Yes. Bwana, tulikuwa na Madini muda wote ndani ya Sabari TV, kunitaga Mafatiko IM. Usisahau kusubscribe, kushare na comment. Utakuwa umefanya nyama sana. Yule nyuma ya kamera ni Maros Production. Let's go the vibe and ciao.